السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته طيبين طاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد. ابن عبد البر قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: العالم العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر الأندلسي القرطبي المالكي صاحب التصانيف الفائقة. إخوة في الله، أيها المستمعون الكرام watukufu wa Kiislamu na wote mnaotusikiliza katika kipindi chetu hichi chenye kuzungumzia historia ya maulama mbalimbali katika maulama ahlusunna wal jamaa, maulama wa hadithi, maulama wa fikhi, maulama wa tafsiri, kadhalika maulama wa tauhidi wal aqida. Na katika kipindi kilichopita nyuma tuliishi katika kuzungumzia historia ya al-Imam Ayub Sakhtiyani min sighari tabi'in rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Na leo hii insha Allah biidhnillahi tabaraka ta'ala, safari yetu ya historia ya maulama mbalimbali itaondokea moja kwa moja kuelekea katika mji wa Al-Andalusi, katika mji wa Al-Andalusi, ili kwenda kuangalia historia ya mwanachuoni mkubwa, mwanachuoni wa zamani, mwanachuoni ahlusunna wal jamaa, Al-Hafidh ibn Abdul Barr Yusuf ibn Abdullah Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Maliki. خضع لعلمه علماء الزمان. وقال الحميدي: أبو عمر فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجال، يميل في الفقه إلى أقوال الإمام الشافعي. من كتبه الدرر في اختصار المغازي والسير، العقل والعقلاء، جامع بيان العلم وفضله، بهجة المجالس وأنس المجالس، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار. Na tutaangalia ismuhu wa mauliduhu wa nisbatuhu, jina lake na kuzaliwa kwake na kunasibishwa kwake, amenasibishwa kutoka katika mji gani. Kadhalika tutaangalia shuyukhuhu, mashekhe zake mbalimbali waliomsomesha yeye katika maulama wakubwa, mashekhe wakubwa katika wakati wake. Kadhalika tutaangalia talamidhatuhu, wanafunzi wake mbalimbali aliowasomesha na ambao baadaye wakaja wakawa ni miongoni katika maulama wakubwa. Kadhalika tutaangalia talbuhu lililmi wa sa'atu ilmi, kutafuta kwake elimu ya Kiislamu na upana na ukubwa wa elimu yake alikuwa nayo Ibn Abdul Barr Abu Umar. Kadhalika tutaangalia thanaul ulamai alayhi, namna maulama mbalimbali walivyomsifu Ibn Abdul Barri Abu Umar Yusuf ibn Abdullah Al-Andalusi, aliyetoka katika mji wa Andalusi Hispania, Al-Qurtubi aliyetoka katika mji wa Cordova, Al-Maliki ambaye ni katika madhahibi ya Maliki baada ya kutoka katika madhahibi ya Adh-Dhahiriyya. Kadhalika tutaangalia min musannafatuhu, vitabu vyake mbalimbali alivyoviandika, na pia tutaangalia aqidatuhu, aqida yake al-Imamu Ibn Abdul Barri ni ipi aqida yake, na mwisho tutaangalia wafatuhu rahimahullahu ta'ala, kufa kwake Allah amrihim. الإمام ابن عبد البر حافظ علامة، وهو أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر، من أهل الأندلس. كان قد استوطن في قرطبة، وهو عربي أصيل ينتهي نسبه إلى عدنان،
وقد ولد في القرن الرابع ونشأ في قرطبة عاصمة الخلافة الأندلسية الأموية التي كانت مركز حضارة. Ama ismuhu wa mauliduhu wa nisbatuhu, jina lake na kuzaliwa kwake na kunasibishwa kwake. Qala al-Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imamu Dhahabi akimzungumza Ibn Abdil Barr, akasema al-Imamu al-Allama, yeye ni katika mwanachuoni mkubwa sana, mwenye elimu mkubwa sana. Hafidhul Maghribi, ni mwanachuoni aliyefikia katika daraja ya hafidh katika mji wa Maghribi, mji na nchi ya Maghribi, Afrika kaskazini, Afrika Magharibi. Alitoka katika mji wa Afrika Magharibi ambao inakurubiana sana katika nchi ya Hispania, au wakati huo katika dola ya Islamia ilikuwa imeungana na dola ya Kiislam, yani Afrika Magharibi na Hispania yote ilikuwa katika tawala moja chini ya utawala unaojulikana kwa al-Muwahiduna, Dawlatul Muwahidina, dola ya Muwahidina, ambao baadaye ikaja ikaanguka dola hii. Na kabla yake palianza hapa dola ya Kiislam, Dawlatul Umawiya, na baadaye Dawlatul Abbasiyya. Na ilianguka nchi hiyo, mji wake wa Kiislamu ulianguka, utawala wa Kiislamu ulianguka kutoka katika Dawlatul Umawiya na ukiingia katika Dawlatul Abbasiyya, ambayo tayari miji hiyo ilikuwa imetoka na kutawaliwa na wazungu Hispania. Kwa hiyo Uislamu ulikuwa umepotea sehemu kubwa kabisa. Naam, yeye ni Sheikhul Islam, ni shekhe wa Uislam, ni katika moja katika lakabu zake ni Sheikhul Islam Ibn Abdil Barr, na kunya yake ni Abu Umara. Ismuhu, na jina lake ni Yusuf ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdil Barr ibn Asibi an-Namari. Kadhalika inasoma an-Namri au an-Namari. Amesema Ibn Khalikani kuhusiana an-Namari, akasema hadhihi nisbatu ila an-Namr, hii inanasibishwa na mtu mmoja akiitwa Namri ibn Qasiti bifathi nuni an-Namri wa kasri al-mimi an-Namiri wa inma tuftahu al-mim, na kwa hakika inatofatha ile mimi yake an-Namara fi nisbati li khassa, katika mnasaba khassa, wa hiya kabilatun kabiratun mashhura, nalo ni kabila kubwa mashuhuri. Kama itatiwa fatha ile mimi yake, yani an-Namari, yani an-Namari ametoka katika kabila la an-Namari. Na ikisoma an-Namri amenasibishwa na mtu mmoja akiitwa an-Namri ibn Qasidi, an-Namri ibn Qasidi. Hivyo ndivyo alivyosema mwanachuoni historia Ibn Khalikani. Kwa hiyo yeye huyu ni Muhammadu ni Yusuf ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdil Barr ibn Asimi an-Namari al-Andalusi, aliyetoka katika mji wa Andalusi Hispania, al-Qurtubi, na alikaa katika mji wa Cordoba. Qurtubi al-Maliki, aliyetoka katika madhehebu ya al-Imamu Malik ibn Anasi. Sahibu Tanasif al-Faika, mwenye vitabu vikubwa mno, vitabu vizuri sana ameandika al-Imamu Ibn Barri, vitabu vingi sana kama utakavyoona hapo mbele kidogo. Mauliduhu, amezaliwa al-Imamu Ibn Abdil Barri katika mji wa Qurtuba kama tulivyosema, fi sana 68 wa 300, mwaka 368 Hijria, mwaka 368 Hijria, fi shahr Rabiul Akhir, katika mwezi wa Rabiul Akhir, tarehe 24 fi shahr Rabiul Akhir. Wakila, pamesema vile vile fi Jamada al-Ula, amezaliwa katika mwezi wa Jamada al-Ula. Fakhtulifat riwayatu fi shari anhu, umetalifiana maulama kuhusiana na mwezi wa kuzaliwa kwake. Je, alizaliwa mwezi wa Rabiul Akhir au amezaliwa katika mwezi wa Jamada al-Ula, au amezaliwa katika mwezi wa Jamada al-Ula? Na maelezo haya yanapatikana kwenye kitabu al-Adabu, Tarikh al-Adab al-Arabi, Tarikh al-Adab al-Arabi, juzu
juzi ya 4 saifa ya 588 saifa 588. ولعل الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يذكر بأنه أدرك الكبار، وأنه طال عمره وعلى سنده، وأنه تكاثر عليه الطلبة، وأنه جمع وصنف، وأنه وثق وضعف، وأنه سارت بتصانيفه الركبان، وخضع لعلمه علماء الزمان. هذه شهادة من عالم كبير لهذا الفقيه المالكي الكبير. Ama kwa upande wa mashekhe zake waliomsomesha Ibn Abdul Barr ni wingi sana. Qala al-Imam Dhahabi hadatha an Khalaf ibn Qasim, amechukua elimu ya hadithi na elimu ya fikhi na elimu nyinginezo kutoka kwa mwanachuoni Khalaf ibn Qasim. Huyu ni katika wanazuoni katika nchi Hispania. Wa Abdul Warith na Abdul Warith ibn Sufyana wa Abdullah ibn Muhammad ibn al-Mu'min wa Muhammad ibn Abd al-Malik ibn Sifun wa Abdullah ibn Muhammad ibn Asad al-Juhani wa Yahya ibn Wajhi al-Junnah wa Ahmad ibn Fathi al-Rasani wa Sa'id ibn Nasri, na vile vile amechukua elimu yake kwa mwanachuoni Sa'id ibn Nasri wal Husayn ibn Yaqub al-Yamani wa Abi Umar Ahmad ibn Jasur wa idda, na wengi katika mashekhe mbalimbali ambao wamewataja al-Imam Dhahabi kwenye kitabu chake Siyarul A'lam an-Nubala. لم يخرج ابن عبد البر من الأندلس، لكنه سمع من أكابر علمائها وشيوخها، فقد سمع من إبراهيم ابن شاكر اللحائي القرطبي، ومن أحمد بن رحمون، ومن ابن الحصار، ومن ابن الباجي، وابن ابن المكوي، وابن عصفور، وابن الرسان، وأحمد بن قاسم التميمي وغيرهم. وكان له تلامذة كثر كالإمام العشاني وخلف بن عبد الله وطاهر بن مفوز المعافري والشاطبي والحميدي وغيره. Ama kwa upande wa wanafunzi wake aliwasomesha, qala al-Imam Dhahabi hadatha anhu, umechukua elimu ya hadithi kwake na elimu nyinginezo Abu Muhammad bin Hazm, mwanachuoni Ibn Hazmi al-Dhahiri ni katika wanafunzi wake Ibn Abdul Barr. Ibn Abdul Barr amemsomesha Ibn Hazmi, Abu Muhammad bin Hazmi al-Dhahiri al-Shafi'i wa Abu al-Abbasi na Abu al-Abbasi ibn Dilhati ad-Dalai. Kadhalika miongoni katika wanafunzi wake ni Abu al-Abbasi ibn Dilhati ad-Dalai ambaye ametoka katika mji wa Almeria, yani mji wa Almeria. Hivi sasa mji huu unaitwa Almeria, ametoka katika mji wa Almeria. Almeria unaitwa ni mji ambao umetoa vile vile wanazuoni wengi sana. Kwa hiyo Abu al-Abbasi ametoka katika mji wa Almeria, na hii ni kuonesha kwamba Ibn Abdul Barri amezaliwa katika nchi hiyo ya Hispania, nchi hiyo ya Andalus. Amezaliwa hapo, tofauti na baadhi wanazuoni wa historia ya Kiislam wanaosema kwamba Ibn Abdul Barri hakuzaliwa katika mji wa Hispania, hakuzaliwa katika mji wa Andalus. Lakini ukiangalia karibu mashekhe zake wote wametoka hapo, na hii kuonesha wazi kwamba yeye amezaliwa katika mji huo. Kwa miongoni katika wanafunzi wake ni Abu al-Abbasi ibn Dilhati ad-Dalai ambaye ametoka katika mji wa Almeria, na mwingine katika wanafunzi wake ni Abu Muhammad ibn Abi Kuhafa, na mwingine ni wa Abu al-Hasan ibn Mufawwazi. Abu al-Hasan ibn Mufawwazi ambaye baadaye akaja kuwa ni miongoni katika wanazuoni wakubwa walioleta mchango mkubwa sana katika Uislamu. Kadhalika wengine katika wanafunzi wake ni Hafidhu Abu Ali al-Ghassani, والحافظ أبو عبد الله بن حميدي، mwanachuoni mkubwa huyo wa aqida al-Imam Humaydi ni katika wanafunzi wake Ibn Abdul Barri Abu Umar. Na wengine katika wanafunzi wake wa Abu Bahri Sufyan ibn As, Abu Bahri Sufyan ibn Asi wa Muhammad bin Fatuhi al-Ansari wa Abu Daud Suleiman ibn Bil Qasim an-Najahi ambaye pia alikuwa ni katika baadaye akawa ni katika wanazuoni wakubwa sana katika nchi ya Al-Andalusi. Al-Umawi ambaye huyu anasibishwa na utawala wa Umawi. Sheikh al-Qura'i ni moja katika mashekhi wakubwa sana, ni mmoja katika mashekhi wakubwa wa fani ya viraa katika nchi ambayo vile vile ilikuwa watu wake wakisoma sana
ni nchi ya Al-Andalusi. Watu wake walikuwa kisoma sana, hasa katika utawala ule wa Umawiya. Katika utawala wa Umawiya, baada ya kufunguliwa dola hiyo, baada ya kukombolewa nchi hiyo chini ya mtawala mmoja akiitwa Tariq ibn Ziyadi, ndiye mtu ambaye alikomboa nchi hiyo. Tariq ibn Ziyadi katika mwaka 92 Hijiria. Katika mwaka 92 Hijiria au mwaka 711 miladia, nchi hiyo iliingia katika utawala wa Kiislamu, utawala wa Kiislamu katika karne ya 15, katika karne ya 15 miladia. Kwa hiyo nchi hiyo ilikuwa na maulamaa wengi sana. Ilikuwa na maulamaa wengi sana, na walikuwa watu wakijikita katika masuala ya uandishi, wakiandika vitabu mbalimbali vya fani tofauti. Katika nchi ambayo watu wake walikuwa wameshamirika sana, walikuwa na mori mkubwa sana kuweza kujua na kutambua Uislamu ni katika nchi hiyo ya Hispania, ni katika nchi ya Hispania. Kwa hiyo watu wake wakawa ni wenye kuandika vitabu mbalimbali, na hata vile vitabu ambavyo havikuwa ni vitabu vya Kiislamu, asili yake ni vitabu vya Ugiriki na nchi nyinginezo na nchi za Kinasara, vitabu ambavyo vilikuwa vikionyesha katika mambo ya taaluma mbalimbali za mambo ya kidunia, basi vilikuja vikafasiriwa kwa lugha ya Kiarabu, vilikuja kufasiriwa kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo wakawa nchi hiyo imekusanya taaluma mbalimbali, na taaluma za dini na taaluma za dunia. Walikuwa wamekusanya taaluma za dini, maulama wa dini wakubwa wametoka katika nchi hiyo, wamekaa katika nchi hiyo. Kadhalika hata mambo ya taaluma za kidunia, za mambo ya majengo na mambo mbalimbali ya teknolojia katika wakati huo. Kwa hiyo Andalus ilikuwa imejikita sana, ndio nchi ambayo ikaja kuwazindua baadhi ya Waislamu ambao walikuwa dunia wameiacha kuitengeneza dunia, basi nchi nyingine zikafuata taratibu ya kutengeneza ile dunia yao kupitia kwa mwanachuoni huyo, kupitia kwa wanazuoni wake ambao wamejikita sana. Kwa hiyo miongoni katika maulama wakubwa waliofanya kazi kubwa ya uandishi ni al-Imam Abu Daudi Suleimani ibn Abil Qasim Najahi al-Umawi al-Maliki Sheikh al-Qurra. Kadhalika miongoni katika wanafunzi wake ni Abu Imrana ibn Abi Talidi ash-Shatibi, ambaye ametoka katika mji wa Shatibi. Na huu ni mji wa Shatibi, kadhalika ulikuwa umetoa maulama wengi sana. Mji wa Shatibi sasa hivi unaitwa mji wa Ashbelia. Al-Shebila umetoa wanafunzi, umetoa maulama wengi sana. Wa taifatun siwa, na amesomesha wanafunzi wengi wasiokuwa wao. Na maelezo haya ya kuhusiana na wanafunzi wa Ibn Abi Barri yanaeleza kwenye kitabu Siyarul A'lam Nubala juzu ya 18 saifa 155, saifa 155 mpaka 156 mpaka 156. إلا إنه كان في البداية ظاهريا، وكان ميالا إلى فقه الإمام الشافعي وأقواله، ثم تحول إلى مذهب مالك فصار من أعلامه الثقات. قال الإمام ابن خلكان رحمه الله: إن ابن عبد البر فقيه الأندلس الذي سارت بذكره الركبان، وله فنون هي للشريعة رتاج، وفي مفرق الملة تاج، وكان ثقة والأنفس على تفضيله متفقة. وقال ابن بشكوال أيضا فيه: إن ابن عبد البر إنما هو إمام عصره ووحيد دهره. Ama kwa upande wa kutafuta kwake elimu ya sheria ya Kiislamu, elimu ya Kiislamu na upana wa elimu yake, talbuhu lililmi wa sa'atu ilmi, kutafuta kwake elimu na upana wa elimu yake. Qala al-Imam Dhahabi, amesema al-Imam Dhahabi: wa talaba lililma ba'da 90 wa 300, alianza kutafuta elimu baada ya miaka 390 Hijiria. Wadraka al-kibara, na aliwadiriki wakubwa mno katika maulama mbalimbali wa fani za tafsiri za Qur'ani. Watala umruhu wa ala sanaduhu, umri wake kwa ni mrefu, na sanadi yake mambo ya mapokezi kwa sanadul ali. Sanadi yake katika upande wa mapokezi elimu mbalimbali, elimu ya hadithi, elimu ya fiqh, ilikuwa sanadul ali. وهو سند الذي قل فيه عدد الرواة بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم. Ni kwamba sanadi yake ilikuwa ni sanadi hali ambayo imekusanya watu wachache sana hadithi zake mpaka kufikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa takathara alaihi talaba. Ibn Abdul Barri alikuwa na wanafunzi wengi sana, wajamaa wa sannafa wa wathaq wa dha'afa wa sara bisanafihi rukban.
na alikusanya elimu mbalimbali na akaandika vitabu mbalimbali na akawafikisha akawaadilisha baadhi ya watu akawaadilisha kwamba hao ni katika watu ambao wanakuchukuliwa hadithi zao ni watu waadilifu kwa kupitia katika misingi ya elimu ya mustalah hadithi ulumu alhadithi wadhaafa na vile vile akawadhaafisha akawajarhi baadhi ya watu ambao ni madhaifu wasarib lisani fihi rukban utunzi wake ule ukawa unaenea katika maeneo mbalimbali watu wanasafiri kutoka katika miji mbalimbali wakipanda ngamia kuja katika nchi ya Hispania kuchukua elimu kwa Ibn Abd al-Barr wa khadha li ilmi ulama zaman ulama wa zama zake walinyenyekea kutokana na elimu yake Ibn Abd al-Barr kwa elimu kubwa sana kwa ulama katika zama zake walinyenyekea na walikunja magoti yao wakawa ni wenye kuchukua elimu kwa Ibn Abd al-Barr kuchukua elimu kwa Ibn Abd al-Barr. قال الإمام ابن سكر رحمه الله قال سمعت الباجي يقول لم يكن في الأندلس مثل أبي عمر ابن عبد البر وهو أحفظ الأندلس قاطبة ومثل ذلك قاله الإمام الذهبي رحمه الله. وولي ابن عبد البر قضاء الأشبونة وشنترين في عهد المظفر ابن الأفطس كان موسوعيا رحمه الله في تآليفه. أما ثناء العلماء عليه نمنا علماء والممسيف الإمام ابن عبد البر قال هميدي أمسيما الإمام هميدي أبو عمر فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف amesema al-Imam Humaidi mmoja katika wanafunzi wake Ibn Abd al-Barr al-Imam Humaidi anasema Abu Umar ni fakih ni hafidh alihifadhi wingi wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam mukthir ni mwenye elimu nyingi sana alim bil qiraati ni mjuzi mwanachuoni wa fani ya kiraa wa bil khilafi na kuweza kujua khilafu mbalimbali ya upande wa usomaji wa Qur'an wa bi ulumi al hadithi wa rijal na alikuwa ni mwanachuoni wa elimu ya hadithi na watu hadithi kadimu samai yamilu fil fikhi yamilu kadimu samaa alikuwa ni mkongwe sana katika upande wa kuchukua hadithi yamilu fil fikhi ila aqwali Shafi'i akimili katika upande wa fiki katika aqwali za al-Imam Shafi. Wakala Abul Qasim na akasema mwanachuoni Abul Qasim bin Bashkali al-Qurtubi al-Andalusi huyu ni mwanachuoni mkubwa sana katika nchi ya al-Andalusi ambaye alikuwa ni kadhi katika nchi ya al-Andalusi alikuwa ni kadhi katika nchi ya Andalusi na ameandika vitabu mbalimbali vitabu vizuri tu ameandika vitabu mbalimbali vitabu vizuri tu vyenye mafunzo mazuri sana katika Uislamu huyu mwanachuoni Abul Qasim ibn Bashkul al-Qurtubi al-Andalusi ambaye amekufa katika mwaka 578 ameandika vitabu mbalimbali miongoni katika vitabu ambavyo ameandika ni asilatu baina tasawufi wa tashayyu'i mafungamano kati ya masufi na mashia hii ilikuwa ni risala ambayo ameipata katika jamia sala ya jamia ya kumaliza chuo kikuu risala jamia ilikuwa ni kitabu chake silatu baina tasawufi wa tashayyu'i kadhalika katika vitabu vyake vingine alivyoviandika ni akhbaru ibn wahbi kitabu akhbari ibn wahbi kwa hiyo amemsifu sana Ibn Abbar akasema Ibn Abd al-Barri imamu asrihi wahidu dahrihi Ibn Abd al-Barri imamu asrihi wahidu dahrihi Ibn Abd al-Barri ni imam katika zama zake ni mmoja katika maimamu wakubwa katika zama zake na ni mmoja katika zama zake kwa Tanzania hakuna wanazuoni wengine isipokuwa yeye katika zama zake ilikuwa elimu yake ni kubwa wanazuoni wote walikuwa kipiga magoti na kunyenyekea katika elimu yake Tanzania alikuwa yuko peke yake katika masuala ya elimu wahidu dahri peke yake katika zama zake wakala Abu Ali ibn Sukrata al-Andalusi na kasema Abu Ali ibn Sukrata al-Andalusi anasema samitu Abul Walid al-Baji mimi nimemsikia mwanachuoni wa fani ya mustalah hadithi wa jarh wa ta'dil al-Imam Abul Walid al-Baji yakulu akisema lam yakun bil Andalusi haikuwa katika nchi ya Andalusi mithla
مثل أبي عمر ابن عبد البر في الحديث katika hadithi وهو أحفظ أهل المغرب na yeye huyo amehifadhi zaidi katika watu wa nchi ya magharibi kuhifadhi zaidi elimu ya hadithi. Wakala Abdullahi na akasema Abdullahi ibn Abdul Fathi kana Abu Umar a'lam man bil Andalusi fi sunan wal athar wa ikhtilaf al ulama al amsar. Alikuwa Abu Umar a'lam man bil Andalusi, ni mjuzi zaidi katika wale ambao wako katika nchi ya Andalusi fi sunan, katika kuzifahamu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala athar, na mapokezi mbalimbali yaliyopokelewa kutoka masahaba na wengineo, wa ikhtilafu ulama ila amsar, na kuweza kujua ikhtilafu ulama ila amsar. Maelezo haya yamekuja kwenye kitabu Siyarul A'lam Nubala juzia 18 saifa 160. وقال الإمام ذهبي قسم الإمام ذهبي كان إماما ديانا ثقة متقنا علامة متبحرة صاحب السنة والاتباع وكان أول أثريا ظاهريا فيما قيل، ثم تحول مالكيا ما ميل إلى الفقه الشافعي في مسائل ولا ينكر له ذلك، فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين. Amesema al-Imam Dhahabi kana imaman diyanan, alikuwa ni mmoja kama imam waliokamata dini kisawasawa, thiqatan mutqinan, alikuwa ni mtu thika, ni mkweli, mtu madhubuti, mwenye kuchukuliwa hadithi zake na yale yanayosimulia, mutqinan, mwenye kufanya vizuri sana, alamatan mutabahira, alikuwa ni katika mwanachuoni mkubwa sana, na aliyetabahar, alikuwa na upana na ukubwa wa elimu na fani mbalimbali. Sahiba sunna watibaa, alikuwa ni mtu wa sunna na mwenye kuzifuata sunna, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakana awalan athariyan, na mwanzo alikuwa ni mtu mwenye kufuata athar, yani yashtakhilu bil hadithi riwayatan wa diraya. Dhahiria, alikuwa ni dhahiria, yani anakwenda katika kuangalia kauli ambazo ziko wazi wazi. Na madhhabu dhahiri ni katika madhhabu kadim, madhhabu dhahiri madhhabu fiqhiyun, wa madhhabu fikri ni madhhabu ya kifiki, ni wako katika manhaji ya kifikra. Na ilianza madhhabu dhahiri, nasha madhhabu dhahiria fi Baghdad. Madhhabu dhahiria ilianza katika nchi Iraki katika nusu ya karne ya tatu hijri, ndipo ilipoanza madhehebu al-Qadiria ala yadi Dauda ibn Ali ad-Dhahiri. Ilianza mwanzo kupitia kwa mwanachuoni mkubwa Daudi ibn Ali ad-Dhahiri. Thumma tazumuhu wa adhhara sha'nahu, kisha kajigamba na kusema aliyosema katika akida yake hiyo dhahiria, wa adhhara sha'nahu, na akaidhihirisha ile jambo lake Ali Muhammad bin Hazmi yakumu ala akhdhi bidhawahiri nusus, kawa wanasimama katika kuchukua dondoo za wazi, yani hawendi huku wala huku katika fikra au taawili, wanakwenda katika dhahiri la aya zilivyo na dhahiri hadithi zilivyo. Wada min al-aqd bi-ta'lil wal-qiyas, wakawa hawachukui ta'lil na wala hawachukui qiyas, wanakwenda wazi vile ilivyo. Naam, kwa hiyo anasema al-Imam Dhahabi anasema wakana awalan, na mwanzo alikuwa wakana awalan atharia, na mwanzo alikuwa ni mwenye kufuata athar ya hadithi zilivyo wazi, yani yashtaghil bil hadithi riwayatan diraya. Dhahiria alikuwa mwanzo katika madhhabu dhahiria, fi makila, katika ile ambayo inasema kwa mwanzo alikuwa ni dhahiria, yani akimfuata al-Imamu Abu Daudi Dhahiri, Dhahiri. Thumma tahawala malikia, kisha akawacha madhahibu yao ya dhahiria akaenda katika madhahibu malikia. Na wakati huo nchi za Afrika Magharibi zilikuwa nyingi zenye kufuata madhahibu ya Imam Maliki. Ukitoka Saudi Arabia, ukitoka Mamlaka ya Arabia Saudia, Hijaz, ukiingia Misri, ukiingia Ghana na nchi nyingine za Afrika Magharibi, karibu zote zilikuwa katika madhahibu ya Imam Maliki. Kwa hiyo alikuwa amepata nafasi kubwa madhehebu ya Imam Maliki. Kwa hiyo madhehebu ambayo ni dhahiria, ambayo yameanzishwa na Abu Daud Dhahiri, yalikuwa hana nguvu sana. Sehemu yake kubwa ilikuwa katika nchi ya Andalusi. Kwa hiyo katika nchi za Afrika ilikuwa madhehebu hayo hayakuingia isipokuwa sehemu ndogo tu. Kwa hiyo kutoka katika madhahibu dhahiria na akaingia katika kufata madhahibu Malikia, Imam Maliki ibn Anas,
ibn Malik al-Asbahi al-Himyari. Maamaili ila al-fiqh Shafi'i, pamoja na kumili zaidi katika fiki ya kishafi fi masaili, katika masala mbalimbali alikuwa akiangalia fiqh Shafi'i katika masala mbalimbali ya dini ya Kiislamu. Qala Imam Dhahabi wala yunkiru lahu dhalik, na wala hakuna mtu ambaye anaweza kulipinga hilo. Ukiangalia tarehe na historia tu utaona fa innahu mimman balagha rutbata al-a'immat mujtahidina, hakika yeye alikuwa ni miongoni katika maimamu ambao walifikia daraja ya al-imam mujtahidun, alifikia katika daraja ya al-mujtahid. Kwa hiyo alikuwa ni imam mujtahidi. Qala wa man nadhara fi musannafatihi bana lahu manzilatahu min sa'ati al-ilm, na yoyote atakayeangalia vitabu vya Ibn Abdul Barr itambainikia tu daraja yake Ibn Abdul Barr kwamba alikuwa ni mwanachuoni mkubwa. Yoyote ambaye ataangalia vitabu vya Ibn Abdul Barr bana lahu manzilatahu min sa'ati al-ilm, itambainikia tu ule upana wake na ukubwa wake wa elimu yake kwa Ibn Abdul Barr kwamba alikuwa ni mwanachuoni mkubwa. Ukiangalia vitabu vyake, ameandika vitabu vingi sana vikubwa, volume kwa volume. Wa quwwatil fahmi, na itambainikia kwamba huyu alikuwa ni mwanachuoni ambaye mwenye fahamu ile kwenye kuzama sana, fahamu kubwa. Wa sailana dhana, alikuwa quwwati dhihni, na alikuwa akili yenye nguvu sana. Wa kul ahadin yukhadhu min qawlihi wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anasema al-Imam Dhahabi, na hakuna mtu yoyote, kila mtu yanachukuliwa maneno yake, kila mtu katika nazuoni mujtahidi, kila mtu katika nazuoni mujtahidi maneno yake yanachukuliwa na yanaachwa vile vile. Kazungumza kitu kwa ushahidi na mtachukuliwa, na amezungumza kitu kwa bila ushahidi kinaachwa. Kwa hiyo kila mwanachuoni mujtahidi yanachukuliwa maneno yake na yanaachwa vile vile, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno yake mtume hayaachi, yanachukuliwa. Wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale ambayo anayokupeni mtume wa Allah yachukueni, na yale ambayo mtume wa Allah anakukatazeni basi yaachini. Kwa hiyo kila mmoja anachukuliwa maneno yake na kauli yake, na yanaachwa maneno yake na kauli zake, isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kuonesha Ibn Abbar alikuwa ni katika wanazuoni wakubwa, ni imamu al-mujtahid, ni imamu mujtahidi mwenye kujitahidi, aliyefikia katika daraja ya ijtihad. Lakini pamoja na hivyo kwamba anaweza kupatia na anaweza akakosea vile vile. Ndio akasema walakin idha akhta imamun fi ijtihadihi la yanbaghi lana an nansa mahasinahu, lakini wakati anapokosea imam katika jitihadi yake, yani imamu mujtahidina, imam mujtahidina anapokosea, haitakikani kwetu sisi kuweza kuyasahau kabisa kabisa na kuyaweka nyuma migongo yetu yale mazuri yake imamu huyo aliyofanya. Wa nughatti ma'arifa, na kuyafunika yale maarifa yake, mambo ya elimu zake na utambuzi wake, haifai kabisa kuyafunika hayo elimu yake, kuifunika. Bal nastaghfiru lahu wa nahtadhiru anhu, bal tamtakia msamaha na namchukulia udhuru mwanachuoni huyo, kama alivyochukuliwa al-udhuru al-Imam Suyuti. Ameandika baadhi ya vitu, ameandika vitu ambavyo si sahihi, vitu ambavyo haviingii katika akili ya Muislam mwenye hera na hima na Uislamu. Akiangalia baadhi ya vitabu vya Imam Suyuti, kwa kweli utaona mambo ya ajabu sana, lakini yu'dhar, anachukulia udhuru, wanahtadhiru anhu, tunamchukulia udhuru vile vile. Kwa hiyo anasema walakin idha akhta imamun fi ijtihadihi la yanbaghi lana an nansa mahasinahu wa nakhati ma'arifahu bal nastaghfiru lahu wa nahtadhiru anhu. Wakati anapokosea imam almujtahidi katika jitihada yake, haitakikani kwetu sisi kusahau yale mazuri yake aliyofanya mbalimbali, na kufunika maarifa yake, elimu yake na utambuzi wake. Haifai kuyafunika hayo tukafanya kama hakufanya kitu, bali tunamtakia msamaha na tunamtakia uzuri vile vile. Maelezo haya yanapatikana kwenye kitabu Siyarul A'lami Nubala, juzuu ya 18, saifa 157. Sababu kwa hiyo kuonesha katika kwamba huyu ni katika miongoni katika mimamu ambao walikuwa wakifanya jitihada kubwa sana. Na baadhi ulama walimpinga katika baadhi ya mambo alikuwa akiyasema, kwa sababu kama tulivyosema kama mwanzo alikuwa ni dhahiria, na alikuwa na sehemu ya ilmu al-kalam, sehemu ndogo, lakini baadaye alipotoka akawa anapinga dhahiria na ilmu al-kalam, na ameandika vitabu vingi sana vyenye dhamu ya ahli al-kalam, kuwataja vibaya ahli al-kalam na kutaja vibaya ilmu al-kalam. Na hii ni kuonesha wazi kwamba yeye alikuwa ni katika miongoni mwa ulama ahli sunna wal jamaa.
Kwa hiyo kule kuitalifiana maulama ahlus sunna wal jamaa hakumtoi mmoja katika maimamu huyo kwamba yeye si katika ahlus sunna wal jamaa. Ikhtilafu yakau baina ahli alhadithi wala yufarriqu bainahum, ikhtilafu inaweza kutokezea kwa watu hadithi na wala hakuna kutenganishwa kati yao. Ikhtilafu inaweza kutokea kati ya ahlus sunna wal jamaa na wala hatenganishwa na kutolewa mmoja wao kwamba yeye si katika ahlus sunna wal jamaa. Kwa hiyo alimamu Ibn Abdul Barri alifanya juhudi kubwa sana katika Uislamu huu na kuandika vitabu vingi sana. له كتاب بعنوان أخبار أئمة الأمصار، وله أخبار المنذر ابن سعيد البلوطي، وله أخبار القضاة، وله كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، وشرح ذلك بالإيجاز والاختصار في هذا العنوان الطويل. وله كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وله الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الاجتماع والاختلاف، وله الأمثال السائرة، وله التمهيد في شرح الموطأ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وله الشواهد في إثبات خبر الواحد وغير ذلك. أما مصنفاته vitabu vyake alivyoandika Ibn Abdul Barri, قال الإمام الذهبي amesema الإمام الذهبي وكان موفقا في التأليف معانا عليه، alikuwa ni mwenye kuwafikishwa katika uandishi, alikuwa ni mwenye kuwafikishwa katika uandishi. Allah alimpa taufiki ya kuweza kuutumia umri wake kwa kuandika sana. Muana alaina, mwenye kusaidiwa juu yake. Wanafa Allah bitawalifihi, na Allah akawanufaisha watu kwa yale ambayo aliandika Ibn Abdul Barri. Wakana ma takaddumi fil ilmi la athar, na alikuwa pamoja na kuwa mbele sana katika elimu la athar, elimu ya kufahamu hadithi, mapokezi yaliyo sahihi. Wabasarahu bil fiqh, Allah limpa uoni wa ndani sana kuweza kuiona kuijua fiqh. Allah limpa uoni wa ndani sana kuweza kuijua fiqh wa maana alhadithi, na maana za hadithi. Lahu bastatun kabirat fi ilmi an-nasab wal khabari, na alikuwa ni mwenye ukunjufu mkubwa sana katika elimu ya nasab. Alikuwa ni mtu mwenye kujua sana elimu ya nasab na habari mbalimbali za watu mbalimbali, historia za watu mbalimbali, maisha yao, wameishi wapi, wamekufa wapi, historia za ulama, historia za miji. Kwa hiyo alikuwa ni mwanachuoni ambaye ametabahari katika elimu nasab wal khabari, kama alivyokuja hayo kwenye kitabu Siyarul A'lam Nubala juzia 18 saifa 158, saifa 158. Wa Ibn Abdul Barri muallifun khadhbun, Ibn Abdul Barri ni mtunzi ambaye aliyepambika sana, mtunzi ambaye aliyepambika sana, mwenye sifa ya mapambo katika uandishi wake, yani uandishi wake ni mzuri sana. Wa Ibn Abdul Barri muallifun khadhbun, alikuwa ni mtunzi ambaye ni mzuri sana, mwenye kufanya vizuri sana. Lahu min alkutubi, ana vitabu vingi ameviandika Ibn Abdul Barri, na hapa tutataja baadhi ya vitabu alivyoviandika Ibn Abdul Barri. Miongoni mwa vitabu ambavyo ameandika Ibn Abdul Barri ni Al-Isti'abu fi ma'rifati as-sahabi, kitabu chenye kuzungumzia masahaba mbalimbali, kujulikana kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika kitabu chake kingine alichokiandika ni kitabu At-Tamhidu lima fil Muwatta'i min al-ma'ani wal asanidi. kadhalika kitabu chake kingine al-istidhkaru fi sharhi madhahib al-ulama al-amsar, al-istidhkar fi sharhi madhahib al-ulama al-amsar. Na kitabu chake kingine alichokiandika ambacho ni kizuri sana ni ad-duraru fi ikhtisar al-maghazi was-siyar. Na kitabu chake kingine alichokiandika ni kitabu al-anbahu fi dhikri usul al-qaba'il war-ruwat an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Na kitabu chake kingine alichokiandika ni kitabu al-qasd al-umam fi ta'rif bi usul al-arabi wal-ajami. القصد الأمم في تعريف بأصول العرب والعجم. na kitabu chake kingine at-taqassi fi al-hadith an-nabawiyya. na kitabu chake kingine alichokiandika na ambacho kimeenea sana katika ulimwengu wa Kiislamu na miji mbalimbali na watu mbalimbali, kitabu hicho wanacho maulama na mustadh na mashekhe, ni kitabu Jami'u Bayani al-Ilm wa Fadli. Jami'u Bayani al-Ilm wa Fadli ni kitabu kizuri sana chenye kuzungumzia adabu ya shekhe na adabu ya mwanafunzi. Jami'u Bayani al-Ilm wa Fadlihi
وما ينبغي في رواية وحمله جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. na kitabu chake kingine alichokiandika ni kitabu Al-Kafi fil Fiqh, na kitabu chake kingine alichokiandika ni kitabu kizuri sana, kinaitwa Al-Ansafu ma baina al-ulamai min al-khilafi wa ghayriha, na vitabu mbalimbali ameviandika Ibn Abdul Barr. na maelezo kuhusiana na vitabu vyake hivyo vile vile kimeeleza kwenye kitabu Tarikh al-Adab al-Arabi juzia 4 saifa 585, juzia 4 saifa 585. لكن أشهر كتبه جميعا إنما كان كتاب التمهيد الذي أصبح موجودا في المجالس العلمية بكثرة واهتم به العلماء بغزارة. يقول الإمام الذهبي: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين. ولقد صدق الشيخ عز الدين حين قال بأن ثالثها السنن الكبير للبيهقي ورابعها التمهيد لابن عبد البر، فقد كان له مقام وكان له شان. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله بأن هذا الكتاب كتاب يعتبر من أشرف ما ألف في فنه. أما كوفاند وعقيدته عقيدة yake كان في أصول الديانة على مذهب السلفي، alikuwa katika misingi ya kidini alikuwa katika madhhabi salafi, mwenye kufuata madhhabi salafi ya watu wema waliotangulia nyuma min ahli sunna wal jamaa. lam yadkhul fi ilmi al-kalam, hakuwahi kuingia katika ilmu al-kalam. Baadhi yao wanamzungumza kwamba kuwahi kuingia kabisa katika ilmu al-kalam, bal kafa athara mashayikhi rahimahullah, bali alifata athar njia za mashekhe zake Allah awarehemu. توفي سنة 63 و400 هجرية رضي الله تعالى عنه. أما وفاته كفاكواك ابن أبي البر قال أبو داود المقري، أمسيما أبو داود المقري قال أبو داود المقري: مات أبو عمر ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة 63 و400. amekufa Abu Umar katika usiku wa Ijumaa baada ya kupita Rabiul Akhir, salkha Rabiul Akhir, baada ya kupita Rabiul Akhir sana 63 wa 400, mwaka 463 Hijria. wastamara 95 sanatan wa 5 ayam, na umri wake ulichukua miaka 95 na siku 5, miaka 95 na siku 5, kama alivyokuja kwenye kitabu Siyarul A'lam an-Nubala للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. سكن دانيا، الإمام ابن عبد البر alikaa katika mji wa Dania, mji wa Dania hivi sasa unaitwa Denia. Mji huu unaitwa Denia, ni katika miji ambayo ilikuwa na Uislamu mzuri sana, mji wa Denia. Lakini sasa hivi umeondoka, kama tulivyoona kwamba ilianguka ile khilafa ya nchi hiyo, ukhalifa wake ulidondoka khilafa katika nchi hiyo katika mwaka 1000, ilikuwa tarehe 29 Juni mwaka 1236. Dola ya Kiislamu ilianguka katika nchi ya Hispania mwaka 1236. Sukutu dawlatul Andalusi, kuanguka kwa dola ya Andalusi tarehe 29 Juni mwaka 1236. Kwa hiyo miji hii ikawa sasa imepotea katika sura ya Uislamu. Sasa hivi imebakia kama ni miji ya historia tu, lakini Uislamu wenyewe pale umeanguka kabisa. Sehemu kubwa ya Uislamu umetoka katika nchi ya Hispania. Kwa hiyo alikaa katika mji wa Denia, watanakala bainaha, akaondoka kati ya mji wa Denia wa baina Valencia, na akaingia katika mji wa Valencia. Kadhalika aliingia katika mji wa Valencia. Wanaita vile vile mji huu Valencia. Mji wa Valencia ni katika miji ambayo alikuwa akizunguka kuchukua elimu. Alizunguka kati ya Dania na Valencia. Washatiba, na mji wa Shatiba. Wakana maratan fi ziara Shatiba, na mara moja alikuwa yuko katika ziara ya kutembelea mji wa Shatiba. Faadrakahu fiha alwafa, akafa katika mji wa Shatiba. Kwa hiyo amekufa katika mji wa Shatiba fi akhir Rabiul Akhir, mwisho Rabiul Akhir min sanati, katika mwaka 463 Hijria, sawa tarehe 3 mwezi wa pili. Amekufa tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 1071 miladia. Amekufa tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 1071 Hijria.
na maelezo haya yanapatikana kwenye kitabu Tarikhul Adab al-Arabi, Tarikhul Adab al-Arabi juzi ya 4 saifa 585, juzi ya 4 saifa 585. Hiyo ndio historia kwa ufupi sana ya mwanachuoni Ibn Abdul Barr, mwanachuoni Ibn Abdul Barr Abu Umara al-Andalusi al-Qurtuba al-Maliki. Inshallah billahi tabaraka taala tufikia hapa, na tutakuja kuangalia historia ya mwanachuoni mwingine katika maulama ahlus sunna wal jamaa. توفي ابن عبد البر في شاطبة سنة 63 و400 وهو من الفقهاء الأعلام المعدودين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.